Wakati serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Afya ikizidi kupambana dhidi ya magonjwa mbalimbali kwa wananchi ikiwemo ugonjwa wa virusi vya Marburg, mnamo tarehe 7 Machi mwaka huu 2025 imeripotiwa kuwepo kwa ugonjwa mpya wa virusi hatari nchini unaojulikana kwa jina la Mpox. Wizara husika kupitia taarifa yake kwa umma ya tarehe 10 Machi mwaka huu kupitia ukurasa wake wa Instagram imeeleza namna ilivyopokea taarifa za kuwepo kwa ugonjwa huu, namna ilivyojipanga kukabiliana nao na nini hasa wananchi wanapaswa kufanya juu ya ugonjwa huu. Na nukuu, mnamo tarehe 7 Machi 2025, Wizara ya Afya kupitia mifumo yake ya ukusanyaji wa taarifa na ufuatiliaji wa wagonjwa ilipokea taarifa za kuwepo wahisiwa wawili wenye dalili za vipele usoni, mikononi, miguuni na sehemu nyingine za mwili. Dalili hizi zinaambatana na homa, maumivu ya kichwa, vidonda kooni, maumivu ya viungo vya mwili ikiwepo misuli na mgongo. Kati ya wahisiwa hao, mmoja ni dereva wa magari ya mzigo aliyetokea nchi jirani kwenda Dar es Salaam. Baada ya kupokea taarifa za wahisiwa, sampuli zilichukuliwa na kupelekwa maabara ya taifa kwa uchunguzi. Mnamo tarehe 9 Machi mwaka 2025, uchunguzi wa kimaabara umethibitisha kuwa wahisiwa wawili wana maambukizi ya virusi vinavyosababishwa na ugonjwa wa Mpox. Hivyo hadi kufikia sasa jumla ya wahisiwa wawili wamethibitika kuwa na ugonjwa wa Mpox nchini. Wizara ya Afya kwa kushirikiana na ofisi ya Rais TAMISEMI na vituo vyote vya kutolea huduma za afya inaendelea na ufuatiliaji, uchunguzi na utambuzi kubaini kama kuna wahisiwa wengine ili waweze kuwapatia huduma stahiki. Chanzo cha ugonjwa huu ni wanyama jamii ya nyani, ambapo binadamu huweza kuupata kutokana na shughuli zinazoweza kusababisha kugusana na wanyama, maji au nyama za wanyama wenye maambukizi. Aidha, endapo binadamu akipata maambukizi haya anaweza kumwambukiza mtu mwingine kwa kugusana moja kwa moja. Kwa taarifa hii, Wizara ya Afya inawahakikishia wananchi kuwa serikali imejipanga kudhibiti ugonjwa huu na hasa kutokana na uzoefu tulionao kudhibiti magonjwa ya mlipuko. Serikali inaendelea kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa katika ngazi zote, upimaji wa watu wanaoingia na kutoka kupitia mipaka ya nchi, kuimarisha utoaji wa elimu ya afya na kuhamasisha jamii ili kuwawezesha wananchi kuchukua hatua za kujikinga. Kwa kuzingatia magonjwa mengi yanayosababishwa na virusi hayana tiba mahususi, ila mgonjwa atahudumiwa kulingana na dalili alizonazo. Hivyo, wizara inawasihi na kuwasisitiza wananchi wote kuzingatia na kutekeleza hatua za kujikinga kama ifuatavyo. Hatua ya kwanza, kuwahi katika kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu unapoona mojawapo wa dalili za ugonjwa wa Mpox, au piga simu namba 199 bila malipo. Hatua ya pili, kuepuka kuchangia vitu kama nguo na matandiko ambavyo vimetumiwa na mtu mwenye dalili za Mpox. Hatua ya tatu, kuepuka kugusana kwa kupeana mikono, kubusiana, kukumbatiana na kujamiana na mtu mwenye dalili za Mpox. Hatua ya 4, kuepuka kugusa maji ya mwili wa mtu mwenye dalili za Mpox. Hatua ya 5, kuepuka kumhudumia mgonjwa mwenye dalili za ugonjwa wa Mpox bila kuchukua tahadhari. Hatua ya 6, watumishi wa afya kuzingatia kanuni za kujikinga na magonjwa wakati wote wanapohudumia wagonjwa ikiwemo wenye dalili za vipele na homa. Hatua ya 7 ambayo ni ya mwisho, kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au kutumia vitakasa mikono. Wizara ya Afya itaendelea kutoa taarifa ya mwenendo wa ugonjwa huu kadri taarifa za ufuatiliaji na uchunguzi zitakavyopatikana. Wizara inawashauri wananchi kuendelea na shughuli za kila siku kwa kuzingatia tahadhari za kuzuia maambukizi ya ugonjwa huu. Vile vile, wizara inapenda kuwapa taarifa kuhusu mwenendo wa ugonjwa wa Marburg. Ikumbukwe kwamba mnamo tarehe 20 Januari 2025, serikali ilihabarisha umma kuwepo kwa mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya Marburg. Mwenendo wa udhibiti wa ugonjwa huu unaendelea vizuri na hadi kufikia leo tarehe 10 Machi 2025, zimetimia siku 41 bila kuwa na mgonjwa mpya. Mwisho wa kunukuu. Imetolewa na Jenista Mhagama, mbunge, waziri wa afya. Kikubwa ni kwamba Watanzania tuendelee kupiga kazi, lakini kwa kuzingatia kanuni na taratibu za kujikinga na ugonjwa huu kama ilivyoelekezwa na Wizara ya Afya. Wakati huo tukumbuke kwamba mtaji wa kwanza kwa yote mwenye kutaka mafanikio basi hana budi kuwa na afya njema. Afya yako ndio mtaji wako namba 1 siku zote za maisha yako. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukamilika kwa taarifa hii, mimi ni Sheila Ismaili.